Okay. Baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu, hatimaye leo nimerudi kivingine. Watu walinipigia simu kuniuliza kuhusu vitu vingi sana vingine ambavyo hata sijavielezea katika video yangu iliyopita, na this time nikaona ni bora niweze kukusanyia ili niweze kukuelezea jinsi ambavyo vinavyokuwa, kwa vile ambavyo hamjaweza, yani sijaweza kuvizungumzia na nyinyi mkaniuliza. Maana niliona watu wengi sana walinipigia simu wakitaka kujua kwamba inakuaje kwa jambo fulani ambalo lilikuwa ni nje ya mada, lakini wale wengi nikawasaidia, nadhani wakafanikisha. Wengine labda kwa kutokunielewa ama kutokana na njia ndefu ambao nilioelekeza wakajikuta wameshindwa, na this time nikaja na njia ya kifupi. Kuna wengine wanashindwa kwenye simu zao jinsi ya kutafuta settings. Sasa nimewaletea mfumo wa kutumia hizi USSD, yani kwamba unatumia kwa kupiga tu, unabonyeza kodi unataka, ukishamaliza ukisha click inakuwa ipo tayari, huduma inakuwa inafanikiwa. Kwa leo nimekuja kwa njia rahisi zaidi ambayo hauhitaji kuingia kwenye setting, na ni kwa simu ya aina yoyote na kwa mtandao wowote ule utafanya hivyo, isipokuwa kuna baadhi ya mitandao unaweza ukafanya vile. Kwa mfano, hautaki mtu akupigie simu, lakini akikupigia ataambiwa namba unaopiga imeelekezwa sehemu nyingine, mwito umeelekezwa sehemu nyingine. Kuna mitandao ambayo ipo hivyo, lakini ni michache, ila iliyo mingi ukipiga inakata moja kwa moja kama ambavyo nilivyoelekeza. Okay, sasa leo naanza na kodi ambazo ni muhimu sana, tena naomba uzingatie. Kuna watu walizungumzia kwamba nawezaje kusoma meseji za mpenzi wangu bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo unakuta wakaingia baadhi ya sehemu wakadanganya, wakafanya huduma ambazo sizo, na wakajikuta wamefanya diversion ya kwenye simu yao, kwamba hawezi kupigiwa simu ama hawezi kupiga simu yeye mwenyewe. Akipiga naambiwa umezuiwa kutumia huduma hii. Kwa hiyo yote kwa sababu alikuwa anatafuta kitu fulani, akajikuta amedondokea katika kitu fulani ambacho hakukijua, na pia bado ameweka hicho kitu na hawezi hawezi kukiondoa. Ama pia wapo wengine hata matapeli wanatumiaga system kwamba wanaweza akakupigia simu, akisha kupigia simu anakupa maelekezo, akwambia vinginevyo tutakufungia kwa sababu tumekutumia pesa kwenye line yako, kwa hiyo tutakufungia line yako ili usiweze kutumia. Kwa hivyo kama vipi, itabidi ufuate maelekezo yetu. Hapo kwenye kufuata maelekezo, ukijichanganya ufuate maelekezo yao, basi utajikuta unaifungia mwenyewe simu yako, alafu utawaamini kwamba wao ni customer care kwa sababu wamekufungia simu yako ili usiweze kutumia. Hivyo basi utawatafuta, utatuma kweli pesa kwa kuamini kwamba kuna mtu amekosea kutuma pesa kwako, hali ya kuwa sivyo. Umefunga mwenyewe simu yako, lakini wao wanakuaminisha kwamba wamekufungia wao. Kwa sababu gani? Wamecheza na akili yako. Sasa tutadili na vitu hivi hapa hivi. Okay. Kwanza kuna kodi ambazo hizo ziogope kama mtu anakuelekeza upige hivyo, lakini pia zipende kama unahitaji kuzitumia. For example, kama hautaki mtu akupigie simu, kwamba upo nyumbani, mtu atakwani kwa haraka hutaki mtu akupigie simu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, utabonyeza nyota. Sawa? Nakwambia utabonyeza nyota 35 nyota 0000 redi. Hii namba ukipiga, na nimejaribu kwenye line za Tigo na Vodacom. Ukipiga hii namba, mtu akikupigia simu ataambiwa namba unaopiga imefungiwa. Kwa tapeli atatumia chance hii kukuelekeza wewe kupiga hivi. Sasa baada ya kuwa umepiga hivi, unataka utoe hichi kitu, je, utafanyaje? Kodi ya kuondoa, utapiga leli 35
nyota 0000 redi. Hapo umeondoa. Kwa hiyo zingatia, unapotaka kulock unaanzia na nyota, lakini unapotaka ku unlock unaanzia na redi. Kodi ni zile zile. Hiyo kwa ajili ya mtu kukupigia. Kama umeactivate mtu asikupigie simu, akipiga ataambiwa namba unapiga imefungiwa, ni hivyo. Ama wewe mwenyewe hautaki mtu acheze simu yako, labda kumpigia mtu, akipiga ataambiwa namba yako imezuiliwa kupiga simu. Utafanyaje? Ambao pia hata watu wanaotaka kutapeli, yani zote hizo kodi mbili lazima kunanili ili uweze kuzifanya. Kwa maana ukitaka kupiga utaambiwa umezuiliwa kupiga simu, ukitaka kupigia utaambiwa hivyo. Kwa maana utatafuta simu ya mtu mwingine, utazima hata pesa ili ulipe, ukiamini kweli kuna mtu amekosea kutuma kwenye simu yako, lakini sivyo. Kwa hiyo atakuelekeza upige nyota 33 nyota 0000 redi. Kwa maana hapo tofauti ilivyo kwamba kuzuia mtu asikupigie ni nyota 35, lakini kuzuia mtu wewe usipige ni nyota 33. Baada ya hapo pia hii ya kupiga unataka uiondoe, tayari umeshaweka sawa, unataka unanili uweze kuiondoa. Utaanzaje? Utaanza na redi 33 nyota 0000 redi. Hii ndio huduma ambazo unaweza ukaondoa hivyo vitu kwenye nanili, kwenye simu yako. Labda utaki mtu akupigie, ndio utafanya kitu kama hicho. Okay, tukiachana na hii kwa sababu leo nitajitahidi kidogo ni fast, naona muda wangu unaenda hapo, kama nishatumia dakika 6 plus hivi. Sasa nataka niendelee na nyingine. Nilielekeza watu jinsi ya kudivert call kwenda kwenye namba nyingine, lakini pia niliwaelekeza watu kwamba unaweza ukadivert call kwenda namba ambayo haipo. Mtu akikupigia ile simu itakuwa ni call ended tu bila kusema chochote kile. Hasa hapo watu niliwaelekeza kuingia kwenye setting, kaona wengi sana wakashindwa. Sasa this time nakuja na kuelekeza kwa njia ya kifupi zaidi, kwamba hiyo yani hautokaa utumie muda mwingi sana, kwamba sije uingie kwenye setting. Nitakuelekeza jinsi ya kuactivate, lakini pia nitakuelekeza na jinsi ya kuweza kuondoa. Lakini pia kuna namba ambayo inaweza ikaondoa huduma zote hizo. Sasa kwa mfano hautaki mtu aweze kukupigia simu yako, sawa? Yani kwamba utaki mtu apige kwenye simu yako kabisa, akipiga simu itakata tu moja kwa moja. Unachotakiwa kufanya, utapiga nyota 21 nyota, utaandika namba ya simu ambayo haitotimia. For example, mimi naandika namba yangu hapa 0716 4944. Nikika 4 nyingine ndo namba yangu ambayo imekamilika kabisa, lakini mimi nasitisha hapa kwenye 44, simalizie ile 4 ya mwisho na iacha, kisha nabonyeza ready. Ina maana nikishia activate hii huduma itaniambiaje? Ngoja nijaribu. Kwa nikishafanya hivyo itaniambia kwamba itaonyesha hapa kwenda kwamba call forwarding registration was successful. Call forwarding registration was successful. Kwa maana ikikwambia hivi hapo tayari kwamba nimesha forward mwito yangu kwenye ile namba, lakini namba yenyewe haijakamilika. Sasa mwisho uliza ni nini kitakachotokea. Nachukua simu hapa, naandika namba yangu ambayo ni divert, hii ambayo natumia ku divert huku. Na check kwa nikipigia hii namba hapa, tutasikiliza wote inasemaje. Number you're calling does not exist. Number unayopigia haipo. Narudia tena. Pale mwanzo nilikosea namba, nilizidisha. Narudia tena, isikize jinsi ambavyo itakavyosema. Hakikisha namba ya mteja unayopiga na ujaribu tena. Please check the number and try again. Kwa hiyo ni hivyo, yani ni maneno tu ambayo haliwekeleki. Unaweza ukapiga ukaambiwa hivi, ukapiga ukaambiwa hivi, kwa sababu namba ambayo ni divert haipo. Kwa maana ukipiga unaweza ukaambiwa, kwa mfano ukitumia namba ya Airtel utaambiwa kwamba namba unayopiga haipo.
lakini ukitumia mtandao mwingine ukipiga ile simu itakata tu. Kwa mfano mtu wa Tigo this time hapa akinipigia simu yake itakata moja kwa moja. Pia jinsi ya kuweza kuondoa, utaanza na reli, utaandika 21, andika namba vile vile kama ulivyoandika, malizia na reli. Lakini shortcut zaidi kwamba kuondoa ili kisiwepo hicho kitu, we tu piga reli, unapiga reli 20002 reli. Hii namba ukishapiga itatuandikiaje? Tunaangalia. Mimi nimedivert call zangu, itaniambiaje nimetumia Tigo. Kwa nitafanya hivi, naona tayari call forwarding erasure was successful, kwamba kuondoa hii lasi ya kufuta ambayo tumeweka hapa, kuondoa huduma hii kumefanikiwa. Nitamani niweze kuendelea zaidi, lakini huwa natumia maelezo marefu sana ili uweze kunielewa. So tutaendelea na kodi zingine. Kama nilivyokuambia, kaunta yote hii imejaa material kwa ajili yako. Bye bye.